Mwashamu Baba Askofu, wapendwa sana mapadri, mpendwa padri mlezi wa vijana Jimbo Katoliki la Moshi, vijana wenzangu wote ambao mmeshiriki katika hafla hii, afisa usafirishaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tuko mbele yenu kumwaibisha shetani. Sisi tulikuwa ni vijana wachafu, tulikuwa tufai, tulionekana ni bodaboda ambao tunachafua eneo ambalo tunaishi. Lakini tunakumbuka kuna kipindi Baba Askofu alikuwa yuko kwenye andamo katika eneo letu, kata ya Marangu Kilema. Alikuwa anakuja upande wa Makongo. Alipita eneo letu, alifanya sala fupi sana. Lile andamo lilikuwa ni andamo la kiroho, na katika ile andamo lilikuwa naongozwa na ile sanamu ya Bikira Maria. Tulilipokea lile andamo, alisimama kwenye lile eneo, alifanya sala fupi. Sala ile alipoifanya, tulivua tu kofia kuashiria kwamba ni watu wanapita, lakini ndani yake aliacha kitu kile kimetukereketa, tukashindwa kukaa kimya. Leo tuko mbele yenu kushuhudia kwamba Mungu alitenda. Vijana unaona hapa waendesha pikipiki wote, lakini miongoni mwao walikuwa ni wavutaji wa bangi binafsi, msafirishaji wa bongo, madawa ya kulevya, mirungi. Nikipata hela familia inijui, yaani sijui familia, sijui mkubwa, sijui mdogo, yaani nilikuwa naona kila mtu niko naye sawa. Lakini baada ya ile andamo kuna kitu kilitusukuma. Alikuja Father Matika kwenye sikukuu ya somo wetu tarehe 28 mwezi wa 8. Sijui nini kilitusukuma, lakini tulijikuta tumekusanya sadaka ya shukrani, tukaipeleka pale kanisani. Tulipoipeleka pale kanisani, ile sadaka ya shukrani kwa kweli tuseme ili tufungulia mambo mengi. Ukitumia pombe unatapika, ukipakia gongo unapata ajali, ukivuta mirungi siku 3 umekamatwa. Kwa hiyo tulikuwa tumeona kabisa kwamba ni Yesu wa Ekaristi amesimama pale, anataka kutuhudumia kwa njia, lakini sisi hatutaki kufanyaje? Kumpokea. Tulipoamua kumpokea Yesu wa Ekaristi, tumepata matokeo yafuatayo. Kwanza, tuliosimama hapa si wasafirishaji wa bodaboda. Sisi hapa ni wanajumuiya wa Mtakatifu Paulo Mongofu, na hawa ni baada ya wengine kutokea changamoto za kifamilia, lakini hao ni baadhi na tuko wengi. Tunawaambia pale kwetu sisi tulichokuwa tunakifanya kama kijiwe cha kujificha, tunavuta bangi, tunakula mirungi. Sasa sisi siku ya Jumatano tunasimama tunasali jumuiya. Siku ya Jumatano jioni tunakutanika wote, tunasali jumuiya, tunamrudishia Mungu sifa na utukufu kwa sababu yeye ndio ametenda. Tunamshukuru sana Baba Askofu. Kwa kweli kama sio yeye kupita eneo lile, na kama sio ile sanamu ya Bikira Maria, na kama sio sisi kuiamini ile sanamu ya Bikira Maria, leo tusingefika eneo hili. Tungekuta wengine tuko klabuni, wengine tuko kwenye madanguro, kila mtu angekuwa kwenye nafasi yake. Lakini tunamtukuza Yesu kwa sababu amefanya kwa ajili yetu, na sisi tunaomba, tunasimama mbele yenu kama mfano kwamba Yesu yupo na anazidi kuwepo na hatachoka kutuhudumia. Tuko mbele yenu kushuhudia haya. Baba Askofu alikuja kutuzindulia eneo letu baada ya sisi kuona mabadiliko. Aliamua kushikamana na sisi
alitufungulia eneo letu tarehe 5 mwezi wa 12 2025. Kwa hiyo tuna eneo ambalo tunakutania, tunafanya sala, tunakutania kwa ajili ya jambo lolote ambalo linatokea kwa ajili ya nini, ya imani ya Kikristo. Tunakutana pale tunafanya. Lakini pia mabadiliko yametokea makubwa. Uvaaji wa watu ulikuwa ni mbovu. Uvaaji wa watu ulikuwa ni mbovu. Eneo lile lilikuwa linaogopeka. Watu ikifika saa 12 wameenda kupanda. Lakini sasa hivi mtu anaweza kukaa mpaka saa 2. Isitoshe pale tulipokuwa tunakaa sisi, tulikuwa tunaitwa ni mtu anatoka pale anatuacha sisi, anaenda kupakia bodaboda eneo la pili kwa sababu ya hofu ya yale matendo tulikuwa tunaishi nayo eneo lile. Lakini tunamtukuza Mungu na kumshukuru sana kwa sababu amefungua milango, na sasa hivi tunataka kuambia kabisa, mtu anatoka Makomu anakuja kupandia pikipiki pale, mtu anaacha pikipiki za kilema anakuja kupandia pikipiki pale, inamaanisha utukufu wa Mungu umesimama mahali pale. Tarehe 26 ilikuwa ni siku ambayo tulimwadhimisha au kumwenzi somo wetu ambaye tulipewa na Baba Askofu Paulo Mwongofu. Somo letu kweli, yule mkimfuatilia ni mtu ambaye alikuwa katili, ni mtu alikuwa ambaye ni mbaya, lakini alikuja kurudi kwenye kundi la Yesu. Ndani ya kurudi kwenye kundi la Yesu, sisi tumempokea, tunamwenzi na tutatoka kumwenzi. Tunawakaribisha tena tarehe 26, tunapoka tuna sherehe kubwa sana. Msitoni wachache hivi tuna sherehe kubwa sana, na sherehe hiyo inakuwa imehudhuriwa na watu wengi sana, kwa sababu tunaamini mabadiliko tulioanza nayo yatakuwa baadaye ni makubwa kuliko haya tuliyoko nayo. Kwa hiyo tunakushukuru sana Baba Askofu, kwanza kwa ajili ya mwaliko huu, lakini tunakushukuru pia kwa kutuamini. Tunakuomba, sio wote tumebadilika, bado tunahitaji maombi yako. Sisi ni vijana, tunatoka kwenye familia tofauti na vitu vingi tunakutana navyo. Tusipopata maombi yanayotoka kwenu, tusipopata miongozo yenu, bado tutarudi kwenye ile kundi la giza. Tunaomba msiruhusu turudi kule. Tumeamini ya kwamba Kristo ndio ametufikisha hapa. Tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa, endelea kutubeba Baba yetu. Sisi tunakuamini kama ulivyoweza kutuamini kutusogelea, na sisi tunakusogelea sehemu yoyote ulipo. Tunaamini kwamba Kristo alitenda juu yako na ataendelea kutenda zaidi ya haya tuliyoko nayo. Baba Askofu, vijana hao nawaona, baada ya wewe kufanya lile agano na baada ya kuona matokeo yake, vijana hao wana vikundi. Vijana hao wameshika pikipiki, wengine wamemaliza mikataba kiurahisi kabisa. Kiurahisi kabisa. Vijana hao wanafika ile siku ya ibada ile ya jumuiya, wamewahi pale, wanaacha vitu vyao vyote, wanahudhuria. Bila Mungu hatuwezi jambo. Tuliwezi wenyewe, tulikuwa tunaona kwamba tukiingia kwenye dunia tuliokuwepo nao, tulikuwa tunaona tunaweza, lakini bila Mungu hatuwezi. Tunaombeni sana vijana wenzangu. Hapa tuko kwa ajili ya kuhamasishana na kukutana. Hatufanye ni maigizo. Leo ukipita kama unaenda Kilema, kuna waterfalls utaiacha, utakuja kwa mbele utakuta lile eneo. Lile usilite kijiwe. Shuka kwenye jumuiya Mtakatifu Paulo Mwongofu, utatukuta tuko pale, tutakuhudumia. Tumetengenezwa misingi, tunaomba misingi ile tuienzi. Hatuienzi kwa maigizo. Ndio maana ambaye haendi na sisi tuko tayari kumhamisha akae mbali na sisi, kwa sababu hatutaki kuchafuliwa. Tumeshaamua kuwa wasafi. Hatuwezi kuwa wasafi kwa 100%, lakini tunajua siku zote, hata katika wale mitume 12 wa Yesu Kristo alikuwepo Yuda, na yeye Yuda alikuwepo kwa ajili ya kumsaliti. Kila jambo linakuwa lina kusudi lake. Tumuombe sana Mungu awajalie na nyinyi wote msimame kama sisi tulivyosimama. Tunawakaribisheni sana. Kesho kuna tunaweka tiles. Karibuni sana. Naomba makofi ya kutosha kwake. Wakati huo naomba mumshukuru Baba Askofu, akiwashukuru na kuwapongeza. Mumshike mkono kwa heshima kabisa kwa kitendo hicho kizuri ambacho mmeweza kufanya.
Asanteni sana. Mbele daima nyuma mwiko. Mbele daima nyuma mwiko. Hongereni sana. Asante sana jamani, jambo zuri, si kweli eh?